Ukiona mtu amefika mahali hawezi kufanya toba kwa mzigo wa ndani, huyu mtu anajitenga na Mungu. Na mimi ninaposema habari ya toba, wapendwa, ninamaanisha kugeuka, kwamba uache kutazama unakotazama, uache kuelekea unakoelekea, uamue wewe mwenyewe kwa nafsi yako kwamba mimi nitageuka sasa ili nione hiki Mungu anachonisemesha katika semina hii, nisikie hichi Mungu anachoniambia katika semina hii. Mtu anayeomba bado anajitathmini. Nataka nikwambie, utaomba sana, lakini ni ngumu sana Mungu kukujia na kusema na wewe. Ni kana kwamba kuomba ni aibu kwao. Kutoa sauti, nitaonekanaje na watu hapa? Nikianza kuomba hapa watu wananisikiliza, itakuwaje? Kuna watu huko ndani ya mioyo yao wanajiuliza, hivi itakuwaje mimi katika heshima yangu, katika nafasi yangu ambayo ninayo, nikagaragara au nikaanza kulia au nikapiga magoti, mimi nitaonekana namna gani? Lazima ufike mahali utake kwa kutoka moyoni kwamba ninaamua sasa, ninataka kugeuka, nataka nione. Kama wewe unamwonea Mungu aibu hapa, unaona haya kujieleza mbele za Mungu, nataka nikwambie, Biblia imeshatoa taarifa tangu kabla hujazaliwa kwamba mtu wa namna hii siku ya mwisho mwana wa Adamu atakapokuja, na yeye pia atamwonea haya mbele za Baba yake. Maana yake ni kwamba sehemu yako ni katika lile tanuru la moto, katika ule moto wa milele. Baba yetu wa mbinguni, hayo ni matamko yetu mbele za uso wako ya kwamba wewe vitani unatutosha Mungu. Tunajikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu. Kwa Roho wako Mtakatifu utufundishe, uendelee kutusemesha, maana sisi ni watoto wako na tumeacha kazi, tumeacha nyumba zetu, tumekimbilia kwenye madhabahu hii ambayo imebeba uponyaji wetu, imebeba baraka zetu, imebeba mafanikio yetu, ili tuje tukapokee. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, mimi mtumishi wako na kupisha kwenye nafasi yako, useme na kila mmoja kwa lugha ya nyumbani kwao, ili apate kuyaelewa na maandiko kwa utukufu wa jina la Yesu. Nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Hebu sema amen. Amen. Kristo Mungu wa mbinguni awabariki sana. Thawabu yenu ni kubwa mbele za Mungu. Mungu atawalipa tu msipozimia mioyo. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Tumeendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema jana tulikuwa tuna kipengele, lakini lina kichwa kinachosema jinsi viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila wao wenyewe kujua. Tulikuwa na kichwa kingine kimetupeleka kwa siku chache tena, lakini leo tunaendelea na kichwa kipya kabisa kinasema nguvu ya toba. Nguvu ya toba. Kwa sababu natamani tufanye toba ya ukweli. Nimeangalia, sijui kuna tatizo gani hapa usharikani, lakini watu sio wepesi wa kuomba. Yaani watu wana uzito kabisa katika kitu kinachoitwa kuomba. Unaangalia kabisa, unaona watu hawaombi kanisa. Bwana asifiwe sana. Kweli watu ni wengi, lakini watu sijui kwa nini, lakini ngoja niseme hili neno, labda litakusaidia tutakapoingia kwenye maombi dakika chache zijazo, huenda utaomba sasa. Nimesema nguvu ya toba, afu nikasema toba ni kugeuka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Toba ni kugeuka. Yaani katika kitabu cha Kutoka, nataka tutoe mfano kwenye kitabu cha Kutoka. Toba ni kugeuka. Ulikuwa unaenda kaskazini, alafu unageuka unaenda kusini. Ulikuwa unaenda mashariki, alafu unageuka unaenda magharibi. Yaani unageuka kabisa. Toba ni kugeuka. Kwa Kiswahili kifupi ningesema toba ni kuacha kabisa matendo maovu au dhambi, ili usiendelee kuitenda tena. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa tatu, alafu nataka nisome kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 4.
kitabu cha Kutoka mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Maandiko yanasema, basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hapo Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kilikuwa kiliwaka moto, nacho kijiti hakiteketei. Musa akasema, mstari wa 3, Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Mstari wa 4 anasema, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Toba ni kugeuka. Ukiangalia hayo maneno niliyokusomea, utaona Musa alikiona kijiti kabisa kinawaka. Alikiona vizuri kabisa, anatembea, anaona kijiti kinawaka, lakini ni kana kwamba alipuuzia, yani ni kama hakujali, hakuangalia kwa maana ya kumaanisha kwamba hebu nitazame kile kijiti kwa nini kinawaka. Lakini alikiona kinawaka na akaendelea na safari yake. Lakini kwenye akili kama kuna kitu kilikliki ndani yake, akasema, hebu ngoja sasa nigeuke ili niangalie kwa nini hiki kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Anasema sasa aliamua, anasema sasa nitageuka. Ngoja nisome ili usikilize vizuri maneno ya Musa. Musa akasema, nitageuka sasa. Yani ina maana kwamba alikiangalia na kama alidharau vile, na pengine aliendelea mbele. Baadaye nafsini mwake anasikia, hebu amua kuangalia. Ni kama msukumo fulani unamsukuma kuhakikisha anakiangalia kile kijiti. Kwa akasema, Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Yani akaamua sasa ili ageuke aangalie kwa nini kile kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Aliamua. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nikisema toba ni kugeuka, ni kama hivi Musa alivyoamua. Muda mwingi alikiona kile kijiti kinavyowaka, lakini akadharau na akaendelea na safari yake. Baadaye aliamua, anasema nitageuka sasa, hebu ngoja niamue kugeuka. Alipoamua kugeuka, akakiangalia kile kijiti, maandiko yanatuambia Mungu alipomuona kwamba amegeuka, Biblia inasema Mungu akamwita kutoka kwenye kile kijiti. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kule ndani ya ule moto, kile kijiti ambacho kilikuwa kinawaka. Sasa Mungu alipomuona kwamba Musa amegeuka, ndio sauti ya Mungu kutoka kwenye kile kijiti ikamwita. Akamwita, Musa, Musa, mara 2. Alafu akamwambia, akamwelekeza kitu ambacho alikuwa anataka kumwambia. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Lakini ni baada ya Musa kugeuka. Alipogeuka ndio sauti ya Mungu ilimwita. Na mimi ninaposema habari ya toba, wapendwa, ninamaanisha kugeuka, kwamba uache kutazama unakotazama, uache kuelekea unakoelekea, uamue wewe mwenyewe kwa nafsi yako kwamba mimi nitageuka sasa ili nione hiki Mungu anachonisemesha katika semina hii, nisikie hichi Mungu anachoniambia katika semina hii. Unapoamua kugeuka, unapoamua kutazama, unapoamua nitaangalia sasa ni kitu gani Mungu ananisemesha, Mungu ni mwaminifu sana. Katika unapoamua kugeuka, saa hiyo ndio Mungu anatoa sauti na anaweza akakusemesha. Lakini usipogeuka ukaendelea kufanya moyo wako kuwa mgumu, Mungu huwa halazimishi. Yani Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana, hanaga lazima, halazimishagi watu. Lazima uamue kugeuka, lazima uamue kutazama kile kinachosemwa ni kitu gani. Ukiamua wewe mwenyewe ukasema nitageuka sasa, Mungu yuko tayari kukusemesha. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Sasa tangu Jumatatu tumekuwa hapa tukiomba
Yaani unaona kama matone ya maji hapa na hapa na hapa. Kuna watu 2 watatu ndio wanaoomba, lakini hawa wengine wamekaa hapa. Ni kana kwamba kuomba ni aibu kwao. Kutoa sauti, nitaonekanaje na watu hapa? Nikianza kuomba hapa watu wananisikiliza, itakuwaje? Mtumishi wa Mungu analazimisha mpaka anasema ikiwezekana piga magoti, ikiwezekana hebu lala hata hapo garagara. Na kuna watu huko ndani ya mioyo yao wanajiuliza, hivi itakuwaje mimi katika heshima yangu, katika nafasi yangu ambayo ninayo, nikagaragara au nikaanza kulia au nikapiga magoti, mimi nitaonekana namna gani? Kwa hiyo watu wanaomba huku wanajitathmini. Mtu anayeomba bado anajitathmini. Nataka nikwambie, utaomba sana, lakini ni ngumu sana Mungu kukujia na kusema na wewe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Lazima ufike mahali utake kwa kutoka moyoni kwamba ninaamua sasa, ninataka kugeuka, nataka nione kwa nini kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Na wewe ni lazima useme ninaamua sasa. Kwa nini maneno haya yanasemwa wakati huu na mambo ninayoyapitia ni haya? Ninaamua sasa nigeuke, nitazame yale maneno yanayoelekezwa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Unapogeuka ndipo Mungu anapotoa sauti yake apate kukusemesha. Nimesema kushindwa kufanya toba au kuogopa au kuona haya. Ukifika mahali ukaona huwezi kufanya toba, ukiona tu huwezi kufanya toba, katika kitabu cha Luka, katika kitabu kile cha Luka, labda kabla sijafikia Luka, naomba niangalie kwenye kitabu cha Isaya 59. Ukiona tu huwezi kufanya toba kwa sababu unaona aibu, maneno ya Mungu yanasema kwenye kitabu cha Isaya 59 ule mstari wa 1 na wa 2. Maneno ya Mungu yanasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia. Maana yake ni kwamba ukifika mahali ukaona tunaposema fanya toba kutoka ndani, fanya toba juu ya haya, maana yamekuwa wazi. Wapendwa, mafundisho ambayo tumepita nayo yako wazi. Angalia, hakuna kipindi ambacho tumepata semina nzuri kama hii ninavyofikiri, kwa sababu angalia, kuna mwalimu anayesimama, niko hapa, lakini kuna mtumishi wa Mungu, mchungaji mpakwa mafuta, mwenye dhamana ya usharika huu, anasimama na yeye anajaribu kukuelimisha. Alafu kuna muombaji, mtumishi wa Mungu Sawe, wote watatu tunasimama kujaribu kukufungua uone ya kwamba unahitaji kufanya jambo hili kwa bidii, kwa juhudi, kwa nguvu, ili wewe usije ukaangamia. Biblia inasema ukiona mtu amefika mahali hawezi kufanya toba kwa mzigo wa ndani, mimi nataka nikwambie huyu mtu anajitenga na Mungu, anakaa mbali. Na ndio maana Biblia inasema mtu ambaye hawezi kufanya hivi anajitenga na uso wa Mungu. Mungu anakaa mbali, hawezi Mungu kukusaidia. Lazima ufike mahali umwambie waziwazi. Huwezi kumwambia mtu mwingine, hata mimi mtumishi wa Mungu, usiniambie dhambi yako, usiseme kosa lako, usiseme kosa la wazazi wako au vizazi vilivyopita kwangu. Lakini mbele za Mungu ni mahali ambapo tunatakiwa kufunguka na kusema wazi wazi yale ambayo Mungu anataka yasikie, ili yeye mwenyewe aingilie kati na kutusaidia. Kwa hiyo kushindwa kufanya toba ni kujitenga na Mungu, ni kukaa mbali, ni kutaka kwa wewe mwenyewe kupata msaada kutoka kwa Mungu, ni kutaka kutoka kwako mwenyewe kwamba hutaki msaada wa Mungu. Katika kitabu cha Luka sasa, Luka mlango ule wa 9, kitabu kile cha Luka, alafu mlango ule wa 9 mstari wa 26, kitabu cha Luka mlango ni ule wa 9, na nataka nisome mstari ule wa 26. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. 9 ni hiyo kanisa, Bwana asifiwe sana. 9:26, maneno ya Mungu yanasema, kwa sababu kila atakayenionea haya mimi
na maneno yangu, Mwana wa Adamu atamwonea haya huyo mtu huyo atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu. Yaani Biblia inasema kwa sababu kila atakayenionea haya au aibu mimi na maneno yangu, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu. Nataka nikuhakikishie, tunapokuambia habari ya kufanya toba inayotoka ndani ya moyo wako, kama wewe unajiona, yani mpaka jana tulikuwa hapa wote, lakini unaangalia watu hawana moyo wa toba. Mtumishi wa Mungu anaomba ni kana kwamba anafanya toba yeye mwenyewe. Wale wanaostahili kufanya ile toba hawako tayari kufanya ile toba. Maana yake ni hii: kama wewe unamwonea Mungu aibu hapa, unaona haya kujieleza mbele za Mungu, kujielekeza, yani kujieleza mambo yako ambayo ni ya makosa mbele za huyu Mungu ambaye tunahubiri habari zake, nataka nikwambie, Biblia imeshatoa taarifa tangu kabla hujazaliwa kwamba mtu wa namna hii siku ya mwisho Mwana wa Adamu atakapokuja, na yeye pia atamwonea haya mbele za Baba yake. Yani hata thubutu kusema neno lolote. Maana yake ni kama hatasema chochote kwa ajili ya maisha yako, na maana yake ni kwamba sehemu yako ni katika lile tanuru la moto, katika ule moto wa milele. Kama Mungu, yani kama Yesu hatasema chochote, ina maana wewe sehemu yako ni katika lile tanuru la moto. Kwa hiyo tunapokuelekeza katika kufanya toba kutoka ndani, Mungu anataka awe na kitu cha kujielezea, kwa maana ulifanya kutoka ndani kwa bidii. Ulimuomba Mungu, ulimwambia Mungu kwa mzigo, hukunyamaza, ulimlalamikia Bwana, ulimwambia juu ya ukoo, ulimwambia juu ya familia, ulimwambia juu ya nyumba yako wewe mwenyewe, ulisema juu ya maisha yako, juu ya huduma yako, ulisema. Yesu anakuwa na kitu cha kusema. Lakini kama wewe huna kitu cha kusema hapa, siku inakuja hata yeye atakuwa hana kitu cha kusema kwa ajili ya maisha yako. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Lakini mtu anapofanya toba inamnyenyekeza. Yaani kufanya toba kuna kunyenyekeza, kuna mnyenyekeza mtu. Na ukiangalia hili neno kwamba atakuonea haya, imeandikwa katika nyaraka zote. Zimeandika kabisa kwenye Mathayo, kwenye Luka, kwenye Marko, zote zinaandika neno hili. Lakini mtu anapofanya toba, manake unanyenyekezwa, unakunjwa. Kuna wale watu hawawezi kuinama, unakunjwa kwa lazima ili uweze kunyenyekea mbele za Mungu, maana Mungu anataka wanyenyekevu. Kama unaona huwezi kusimama kwa toba mbele za Mungu, ina maana wewe una roho ya kiburi, na mtu mwenye roho ya kiburi Biblia inasema atapingwa. Hebu niangalie kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa 4. Hebu niangalie hapo kitabu cha Yakobo mlango wa 4. Leo tunataka tuingie kwenye maombi mapema kabisa, maana tunataka tumalize pia mapema. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Yakobo mlango ni ule wa 4. Tuangalie kitabu cha Yakobo mlango ni ule wa 4. Tuangalie mstari ule wa 6. Yakobo 4 mstari wa 6. Maneno ya Mungu yanasema hivi, kanisa la Mungu, ngoja niwatangulie kusoma. Yakobo mlango wa 4 mstari wa 6. Anasema, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Huwapa neema wanyenyekevu. Yaani Mungu anawapa neema. Unajua neema ni kuhurumiwa tu bure, ni kutendewa tu mambo yani ya bure, kwa sababu ya ule unyenyekevu ulioko ndani ya kwako. Wewe ukishakuwa na unyenyekevu, Mungu anaweza kukusogelea, Mungu anaweza kufanya kitu pamoja na wewe. Moyo wenye kiburi, moyo wa jiwe, moyo usiotaka kutii, moyo ambao
hauwezi kuona au hauwezi kumwona mkubwa saa zote, unajiona wenyewe ndio wenyewe. Biblia inasema huyo mtu wa namna hii Mungu atamwacha, hawezi kuendelea naye, hawezi kukaa naye, hawezi kufanya kazi naye, hawezi kumsaidia. Anataka moyo uliopondeka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Biblia mahali pengine inasema moyo uliopondeka Bwana hata udharau. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Hata udharau, anataka moyo ambao umepondeka. Tunapokuita tukakwambia tunaingia kwenye maombi, tufanye maombi. Fanya maombi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Fanya maombi, fungua kinywa chako, omba. Hakuna wa kukuombea. Huu ni wakati wa majeruhi, Yesu anarudi. Huu ni wakati wa majeruhi, Yesu yuko karibu, anarudi. Hakuna mtu atakaye kutetea. Wewe mwenyewe usimame kwa maneno ya kinywa chako, ujitetee, useme mbele za Bwana. Wewe umeshaelekezwa kwa njia hii, ulikosea. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu ambacho hujakielewa. Mafundisho yalikuwa wazi, maana ni mafundisho kama yanayofundishwa watoto wa nursery school au wa shule ya msingi. Hakuna kitu ambacho kina ugumu usipate kuelewa, vyote viko dhahiri. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Mungu anataka moyo ulio na unyenyekevu, moyo ambayo unaweza kuyasikiliza maneno ya Mungu na kuyatii. Na tunapokuelekeza kwa habari ya toba, fanya toba ya kweli. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Juzi ile nilikuonyesha nikakwambia kuna watu wameandikiwa kufa na wako kanisani, tunao. Umeandikiwa kufa, unatembea na roho ya mauti. Namna gani itakutoka hiyo roho? Ni pale Mungu atakapoona moyo wako wa toba, unanyenyekea mbele zake, unalia machozi mbele yake, unainama, unasujudu kwenye madhabahu yake. Anapouona unyenyekevu, Mungu ni mwaminifu sana, hata ageuze ghadhabu yake, asije akakupiga. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Ngoja nimalizie na maneno haya mawili ambayo nataka uyaone leo. Nataka uone. Yaani kuna mtu ambaye anafikiri laana zinatoka tu kwa hawa watu wa kawaida, lakini kuna laana ambazo waga zinatoka hadi kwa Mungu kabisa. Kuna laana ambazo waga zinatoka kwa Mungu kabisa, matamko magumu yanayotokaga hadi kwa Mungu. Saa nyingine hujaelewa bado, lakini kuna matamko mpaka yanatoka kwa Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Hebu angalia kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hebu tuangalie wote kwenye Kumbukumbu la Torati, uone. Hakuna mahali ambapo unaweza kuniambia kwamba wewe umeokoka usipatikane na haya tunayokuambia. Yapo, na mtu wa kutuokoa au mtu wa kuiokoa familia ni wewe uliyeweza kuhudhuria katika semina hii. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango ni ule wa 27 kidogo pale 27. Nataka uangalie mstari ule, ni mstari wa 17. Mstari wa 17 nataka uangalie 27. Kumbukumbu la Torati mlango wa 27 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, na alaaniwe aondoaye mpaka wa jirani yake, na watu wote waseme amina. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Yaani nilipokuwa nasoma hilo neno tu, na alaaniwe anayeondoa mpaka wa jirani yake. Hebu ngoja kwanza, hebu tuanzie hapa juu. Fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati, alafu mlango ule wa 19 kama sijakosea. Kumbukumbu la Torati mlango wa 19. Hebu tuangalie kitu kama sijakosea. Mungu Roho Mtakatifu, naomba niwe nimeupatia hapa 19, alafu nataka tusome mstari wa 14. Biblia inasema usiondoe alama ya mpaka wa jirani yako waliouweka watu wa kale katika urithi wako utakao rithi ndani ya nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Mbona hawajasema amen? Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Narudia unisikilize haya maneno nayokuambia. Usiondoe alama ya mpaka
wa jirani yako, waliouweka watu wa kale katika urithi wako, utakao urithi ndani ya nchi akupayo Bwana Mungu wako. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Yaani nilipokuwa nimesoma hayo maneno nikakumbuka kitu. Kanisa, Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Nikakumbuka kitu. Kama kuna vitu kule vijijini huko nilikotokea ninavionaga vina shida, ni jinsi ambavyo watu wanapenda kuvuka mipaka. Yaani watu wanapenda kuvuka mipaka, tena ya mashamba, wanavuka mipaka. Unakuta mtu amenunua kiwanja, mwingine anavuka. Lakini nilipokuwa nasoma hili neno nikakumbuka, hivi majuzi nilikwenda Zambia. Sasa nilipokuwa kule Zambia, ni kanisa la kwetu kabisa la Kiluteri kule Zambia. Bwana mkuu wa jimbo akaniambia, tumekuwa tukijenga jengo letu la kanisa, na mara zote tunapolijenga upepo mkali huwa unakuja unaezua lile paa letu, alafu linapeleka mbali sana. Paa la kwetu peke yake huwa hayayezuliwi mapaa mengine, upepo mkali. Akaniambia, nikasema kwa nini liezuliwe na ni kanisa? Akasema na mimi pia sijui. Akaniambia basi ukipata nafasi kesho uje ili tupate kuomba. Nikamwambia basi sawa, nitakuja kuomba. Nikiwa chumbani wakati ninaendelea kumlingana Mungu naomba, nikamwambia Mungu, inawezekanaje kanisa linaezuliwa peke yake katikati ya mataifa, watu wasio na Mungu hata kidogo? Ile ardhi ya pale Zambia ni mahali ambapo mpaka ardhi haimjui Mungu, ardhi kabisa haimjui Mungu, unaikanyaga na unahisi kabisa hakuna uwepo wa Mungu katika hii ardhi. Nikasema inakuwaje watu wa mataifa namna hii waachwe, alafu kanisa liezuliwe? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nikamuomba Mungu, nikamng'ang'ania. Ule usiku Mungu akaniambia neno moja, akaniambia uliza hati miliki ya hiyo ardhi, hati miliki ni ya nani? Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Nikasikia sauti inaniambia uliza hati miliki ya hiyo ardhi ni ya nani? Nikaendelea kuomba. Baadaye kukakucha, nikamuuliza, baadaye kwenye chai pale nikamuuliza mchungaji, nikamkuta na mkuu wa jimbo, nikamwambia kwani hati miliki ya lile eneo ni ya nani pale mlikojenga kanisa? Akasema ni ya kwetu kabisa, ni ya kwetu. Nikasema ni ya kwenu? Ni hati miliki ni ya kwenu? Akasema ndio. Tukaenda tukafika mpaka pale. Nikamuuliza pia kama anayo. Akasema bado haijaja, iko Lusaka, haijaletwa bado huku tuliko. Kwa hiyo una uhakika kwamba mnayo? Akasema tuliipeleka zamani lakini bado hatujaipata. Nikaona rohoni nasikia hati miliki Mungu anayozungumzia hazungumzie hati miliki hii ya serikali. Kuna namna Mungu anasema na mimi kitu cha kiroho. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa nikamwambia sidhani kama hati miliki ambayo Mungu anataka kuiona ni hiyo, lakini nikamwambia twende. Tukaenda. Kwa hiyo nikaenda. Ni mchangamfu sana huyo mkuu wa jimbo, ni mzee lakini ana nguvu, anatembea haraka, anaenda ananiambia ni mimi mwenyewe nilijenga hili jengo lote, ni mimi nikaweka na hili paa, ni mimi nimefanya nini. Yaani wazee wa aina hiyo, unanielewa watu wa Mungu? Nikamwambia ulipataje? Akaniambia si tulikuwa tunasali. Akanipeleka, walikokuwa nasali ni kwenye baa. Kwa hiyo wanasali pale, mzungu mmoja akaja akawaonea huruma, maana wanasali kwenye baa, na hapo kwenye baa pia kuna kiwanja cha mpira wanacheza. Kwa hiyo wanapocheza mpira Jumapili, ule mpira unakuja mpaka madhabahuni, alafu kijana anatoka kule nje mpaka madhabahuni, anauchukua na anatoka, yani kana kwamba hakuna kinachoendelea. Umenielewa? Kanisa, Bwana asifiwe. Yule mzungu akawahurumia, akaamua kuwanunulia hicho kipande cha ardhi ambacho alinunua. Sasa baba akaniambia, unaona huu mfereji hapa ndio mpaka wa kwetu. Kanisa, Bwana asifiwe sana.
Huu ndio mpaka aliotununulia yule mzee, ametunulia kutoka pale mpaka ni huu. Lakini mimi kwa akili zangu, yani mimi kwa sababu natumia akili zangu kwa ujanja tu, mimi ndio nimeongeza mpaka imefika hapa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa akili zake yeye, kwa kutumia tu ujanja, kwa hiyo akavuka ule mpaka, akaja akajenga mpaka hapa. Kwa hiyo ameweka mipaka pale, lakini kiuhalali ananiambia ni hapa. Nikamwambia ndiyo maana hati miliki sio ya kwako. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nikasema ndiyo maana hati miliki sio yako. Kumbe umeuvuka mpaka, na ulipouvuka mpaka ambaye wewe ndio balozi wa Mungu hapa duniani, umeuvuka mpaka ambako Mungu anasema usiuvuke, uliowekwa na watu wa kale. Wewe umeuvuka na hali umevaa kola, na wewe ni mchungaji mkuu wa wachungaji wengine. Wewe ukauvuka ukiwa na akili na unajivuna kuvuka huu mpaka. Hata ufanye nini, ili paa lazima litaezuliwa tu. Nikamwambia kwanza tung'oe hivyo huko, tuvirudishe hapa. Nikamwambia unataka tuombe, tung'oe kwanza hivyo, tuvirudishe hapa kwenye mpaka halali. Ilikuwa ngumu, lakini akakubali. Nikamwambia haya, tukaanza tukafanya toba yenye nguvu kabisa. Maana siku ile yote tulimalizia kwenye kile kiwanja. Tulipomaliza ile toba, tukaanza kufanya Yeriko. Tukazunguka kile kiwanja, tukakizunguka, na tulikuwa na timu kubwa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Tulipomaliza yale maombi, nikamwambia baba mchungaji, hili jambo halitatokea tena, kwa kuwa umeomba kwa dhati kutoka moyoni toba yako, na wewe mwenyewe umeomba rehema kwa ajili ya hili eneo. Hakuna siku tena utaona hilo pale likiondolewa. Safari hii ilikuwa limeondolewa, limepelekwa mbali, hawawezi tena, limepondeka sana. Kwa ile timu tukakusanyana, tukanunua mabati na vyuma vya kutengeneza tena kanisa lote kwa siku ile, na Mungu akatusaidia kuwa na zile fedha. Haleluya. Mimi niko hapa, huo ni mwaka umeenda wa tatu sasa, wa 4 sasa. Lile paa liko pale juu na ule upepo ni ule na hakuna kitu kimetokea. Wapendwa, tunajiua kwa sababu huko nyumbani kwetu, huko Uchagani, watu wanakopendaga viamba. Hivi unajua viamba wewe? Yaani vimebadilishwa, hata haviitwagi mashamba, yanaitwa viamba. Ni kama roho ya mtu. Kiamba ni sawa na roho. Wanahamisha mipaka kila itwapo leo wamepeleka huku, alafu wewe uko huku mjini, alafu unajifikiria uko salama. Tunakuambia fanya toba, unajiona kama nitafanya toba sana watu wataniona mimi kama fukara. Kwa hiyo mimi nasema tu Baba, katika jina la Yesu, yule anayejua kizungu anasema yes Lord I am against. Anasema wewe, ngoja nikwambie, katika jina la Yesu, sio muda wa kusema Kiingereza, ni muda wa kumng'ang'ania Mungu shati asiondoke mpaka ameachilia rehema. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Mpaka ameachilia rehema, mpaka Mungu achilie rehema. Usifikiri ni jambo la rahisi. Wameshavuka mipaka, wewe uko hapa mjini unafikiri mambo ni sawa. Sio sawa. Usipopigwa wewe, hao watoto unaozaa, huyu Mungu huyu atawapiga, wala sio shetani. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Yaani sio shetani. Ndio maana tunakwambia, mimi tangu nilikuja nikakwambia, hata kama una mapepo jizuie. Yaani hata kama unajuaga mimi nikiambiwa tu hivi naanguka, usikubali kuanguka safari hii. Simama, tamka matamko hayo ya toba. Wewe ndio utakayeiokoa familia yenu. Shetani anakuambia tetemeka, anguka. Mwambie sianguki, mimi nasimama mpaka niikomboe familia yetu.
Sisi hatuna ugomvi na huyo shetani. Sisi tunasema habari za Mungu, na nina uhakika mahali habari za Mungu aliye hai zinakotamkwa, shetani hakai, lazima aondoke. Hatuna sababu ya kumkemea, maana anajua ya kwamba siri zake zimekuwa wazi. Hawezi kuendelea kukaa hapo. Wewe umeitwa kufanya ukombozi wa familia. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Sio muda wa kujiangalia ulivyovaa, sio muda wa kujiangalia mimi watanionaje, wananijua kweli, na zile nyumba na yale mapesa na nini. Sio huo muda. Tuko mahali pabaya. Ni muda wa kumng'ang'ania Mungu ili Mungu atuokoe katika hali mbaya tunayopitia. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Neno la mwisho linatoka kwenye hiyo Kumbukumbu la Torati, alafu mlango ni 27. Sasa 27, neno la mwisho hapo 27, Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 27. Ngoja niangalie mstari wa 19. Nasema, na laaniwe apotoae hukumu ya mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mume wake. Alafu hapo mbele imeandikwa na watu wote waseme nini? Kanisa, Bwana asifiwe. Alaaniwe mtu anayepotosha haki ya yatima, haki ya mjane. Nendeni mahakamani muone wajane wanavyo struggle, wanavyolia, wanavyonyang'anywa mali zao. Si mali, mpaka watoto wananyang'anywa. Umebeba mimba miezi 9, kuna mtu anakunyang'anya watoto wako, anasema akawalee ili kusudi aichukue mali yote ya marehemu. Biblia inasema huyo mtu anayepotosha hukumu ya mjane, anapotosha hukumu ya yatima, Biblia inasema alaaniwe. Alafu na watu wote waseme amen. Maana yake ni hivi, alaaniwe na watu wote waseme iwe hivyo. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Wewe uko hapa mjini Dar es Salaam, uko Songea wanavusha mipaka, uko Songea wananyang'anya mali za yatima na wajane, uko Mbeya wananyang'anya watu mali zao, na uko hapa tunakwambia simama kwenye nafasi. Unatuangalia, unadhania labda kuna mtu mwenye mbingu. Yaani mimi hapa sina mbingu ya kukupeleka, wala yule unayemuogopa hana mbingu ya kukupeleka. Wote tunatafuta mbingu ya Mungu aliye hai. Ni huyo tu wa kuogopa sana, kwa sababu ndio mwenye mbingu ya baadaye. Haleluya. Muda umeenda. Karibu sana Mzee Sawi. Tunataka kuingia kwenye toba. Naomba kule nyuma kabisa, kule mwisho, naona unaniona, shika sadaka yako kule. Naomba tusogee hapa mbele. Tunataka kuingia kwenye toba leo. Tunafanya toba tena. Kanisa, Bwana asifiwe. Tunaendelea na toba. Tafanya na toba. Sijui ni nani anatafutwa na Mungu kwa kiwango hiki na hataki kuwa mwelewa. Sijui ni nani anayetafutwa, lakini kuna mtu Mungu anamtaka. Kuna mtu ambaye inawezekana maisha yake yako mwishoni kabisa, na Mungu hataki aende jehanamu, na Mungu hataki kumpoteza huyu mtu. Ndio maana anaachilia hii neema ya mara zote ufanye toba. Njoo, nimekuita kutoka kule nyuma, sogea huku mbele. Njoo watu wote, sogea huku mbele hapa kwenye hii madhabahu. Ulipozaliwa uliletwa hapa ukabatizwa. Siku ya mwisho utasimama hapa upelekwe kaburini. Njoo hapa tuonane na Mungu wetu kabla ya maisha yetu kuisha hapa duniani. Sogea. Mfalme mwema, mwaminifu, Baba mweza yote, una nguvu, haushindwi. Pokea utukufu. Sema kwa sauti, mfalme mwema. Imba kwa sauti yako mwenyewe.
mwaminifu Baba mwezayo. Ongeza sauti yako, ipandishe juu. Una nguvu haushindwi. Baba, pokea utukufu. Mwaminifu Baba. Mbona sioni watu wanaimba? Za yote una nguvu haushindwi, pokea utukufu. Twakupa heshima, twakupa heshima na sifa. Inua mikono yako, mwambie Mungu hayo maneno, mwambie Mungu hayo maneno. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Inua mikono yako, mwabudu Mungu. Heshima na sifa zote. Fungua mdomo, imba, mwambie Mungu hayo maneno. Baba, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu Hebu mimina moyo wako kwa Bwana. Mimina moyo wako kwa Bwana, ukijua kabisa ya kwamba hakuna ambaye yuko salama kama hakuna toba ya kweli ninayotoka ndani ya moyo wa mtu. Mungu mwenyewe ndiye anayetualika, anasema njoni tusemezane. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwake kuna rehema, kwake kuna msamaha. Usijidhubutu kujihesabia haki. Hakuna kinachotisha kama hukumu ya Mungu aliye hai. Mtu mmoja anaitwa Mfalme Ahabu, Mungu alimtamkia hukumu, akamwambia nitalete mabaya juu ya nyumba yako. Mtu wa nyumbani kwako atakayefia mjini, Mungu watamla, na mtu wa nyumbani kwako atakayefia mashambani, ndege watamla. Na akamwambia hakuna mtu ambaye atafikisha umri wa uzee kwenye nyumba yako. Kwa hiyo ilikuwa ni hukumu mbaya mno na kali sana, na ni Mungu alitamka kwa sababu aliyaona maovu ya Ahabu ambaye yalisukumwa zaidi na mke wake Yezebeli. Lakini cha ajabu ni kwamba Ahabu, Biblia inasema alienda taratibu, alienda kwa upole, aliungama, akainama, akamlilia Mungu sana. Mungu akaona, akamwambia Eliya, umeona jinsi alivyoinama, basi sitalete yale mabaya kwa wakati huu akiwa hai, lakini nitayalete baada ya yeye kuondoka duniani. Mtu wa Mungu, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, nimelisikia neno lako, nimelipokea, nimeliamini, nimeogopa na kutetemeka
Baba, wewe ni Mungu wangu, wewe ni baba yangu, mimi ni udongo, wewe ni mfinyanzi. Ninakuja mbele zako leo katika damu ya Yesu. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba unifinyange kwa upya kabisa, ili nipate kuwa tena chombo kinachofaa, nipate kuwa tena kama mwana wako, ili laana iliyoko katika uzao wangu, katika kizazi changu, katika ukoo wangu ipate kuondoka. Mungu, ninakiri kwamba sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yamekuwa kama nguo iliyotiwa najisi, lakini kwa ajili ya jina lako ninaomba toba, ninaomba rehema. Unisamehe Bwana mawazo ya moyo wangu, maneno ya kinywa changu, maamuzi ya moyo wangu na maamuzi ya ulimi wangu niliyoyafanya. Baba, ninaomba toba, ninaomba rehema. Mwana kondoo wa Mungu uliyechukua dhambi ya ulimwengu, unihurumie, unirehemu mimi na ndugu zangu, mimi na kanisa langu. Unirehemu Bwana, unirehemu Bwana, mimi na watoto wangu, mimi na uzao wangu. Ninashuka leo kwenye mavumbi na majivu, nararua moyo wangu, ninakulilia Bwana, ninakuungamania Bwana, katika jina la Yesu. Katika hasira kumbuka rehema, katika ghadhabu kumbuka huruma. Wewe ni Mungu mtakatifu, umeketi kwenye kiti cha rehema. Kama ungeketi kwenye kiti cha hukumu, nisingelikuwepo, ningeliangamia. Mungu wa rehema, tazame mwanao Yesu aliyeketi upande wa kuume wa kiti chako cha enzi. Uone anavyonililia. Mungu kanirehemu mimi, Mungu kanirehemu mimi na uzao wangu Baba, na nyumba yangu Baba, na watoto wangu Baba, na kanisa langu Baba. Ninashuka Yesu, ninakuungamania Yesu. Nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, zile dhambi ninazojua na zile nisizozijua. Nirehemu Bwana, mimi na moyo wako. Nione mtu anashuka tena, nione mtu anayepondeka. Moyo wa mtu mmoja ukipondeka, Mungu anarehemu hata taifa. Moyo wa mtu mmoja ukipondeka, Mungu anarehemu ukoo. Ndio maana akasema, akamwambia Yeremia mlango ule wa 5, pita huko na huko na kule, uone kama yuko mtu. Mungu akuone jioni ya leo, Mungu akuone usiku wa leo, ili akaachie rehema zake. Achie rehema katika familia, achie rehema katika uzao wako, achie rehema katika kanisa letu, achie rehema katika taifa letu, achie rehema. Watoto wetu leo watoto wetu wamekuwa ni mashoga, wamekuwa machoga. Watoto wetu leo wamekuwa ni wasagaji. Kuna chanzo, kuna sababu, kuna mahali ambapo tumemwacha Mungu, kuna mahali ambapo tumeacha njia. Omba rehema kwa Bwana, omba rehema. Mungu ndiye hai, Mungu ndiye mtakatifu. Peke yako ndio ndiye kimbilio letu Bwana, peke yako ndio ndiye tumaini letu Mfalme. Tunakiri mbele zako ya kwamba Mungu tumekutenda dhambi, ya kwamba Mungu tumefanya uovu, tumefanya ubaya mbele za macho yako, sisi na watoto wetu, sisi na baba zetu, turehemu zetu Baba, tumekosa Baba, turehemu mwana wa Daudi. Tunashuka Yesu, endelea kuomba, tunakusifu Mfalme. Hiyo damu ipite Bwana, ipite katika maisha yetu. Achilia damu ya Yesu Bwana, achilia damu ya Yesu. Kwa ajili ya nyumba ya baba yangu, kwa ajili ya nyumba ya mama yangu, kwa ajili ya familia Baba, ninaomba rehema. Ndio maana ya uharibifu huu ninaouona, ndio maana ya mateso haya ninayoyapitia, ndio maana ya huzuni hii, ndio maana ya
Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mungu wa rehema akurehemu, Mungu wa rehema akurehemu. Tulitarajia uzima, hatuoni uzima. Tulitarajia afya, hatuoni afya tena. Leo tumepigwa na kansa, tumepigwa na presha, tumepigwa na kisukari, tumepigwa na homa, tumepigwa na magonjwa mabaya. Mungu, kumbuka rehema. Samehe Bwana, achilia rehema zako Mungu. Ukosaika rikako rapasiki rikanda na mando rikosaika rapashanda karapashanda rikopoposiki rikoromosaika rakapaposaika. Omba. Nilie Mungu. Baba zetu wa kale walirarua mavazi yao, lakini leo tumeambiwa rarueni mioyo yetu. Walijivika mavumbi, walijivika mavumbi, hakuna mahali pengine. Rakosaka ripokosaika riposiki. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Kumbusha Mungu, kumbusha ahadi yake. Amesema ni Mungu mwenye rehema, si mwepesi wa hasira, ni Mungu anayehairi mabaya, lakini anataka moyo wako uliopondeka. Omba kwa jina la Yesu, Mungu aingilie kati. Rapapaposiki ribosiki rikakoria bachanda rikarabashanda indorobo saika rikarabashanda. Katika jina la Yesu, achilia rehema zako Bwana, achilia huruma yako Mungu. Hakuna Mungu mwenye kusamehe kama wewe, hakuna mwenye kuachilia kosa la watu wako kama wewe. Ni wewe peke yako Mungu wetu, ni wewe mfalme wa falme, ni wewe peke yako. Tulitazamia amani, lakini tunaona kuhangaika, tunaona kuagaa. Tulitazamia furaha, lakini tunaona huzuni. Tulitarajia uzima, lakini tunaona magonjwa. Mungu, tumepigwa. Turehemu Bwana, kwa damu ya Yesu. Hatuna kimbilio lingine, hatuna taifa lingine, hatuna mahali pengine. Wewe tu Bwana ndio tumaini letu. Tunakulilia usikie dua yetu, usikie maombi. Tunakuletea Bwana, usikie. Usitufiche uso wako Baba, usitufiche uso wako Mfalme mbinguni, bali Mungu nyosha mkono wako wa rehema na neema ya Baba, ukaangalia watoto wako Bwana. Wewe uliyesikia kilio cha wana wa Israeli, Mungu ukasikia kilio cha watoto wako wanaosimama katika madhabahu yako takatifu, wanaokulilia rehema Bwana, wanaosi huruma yako Mungu wa mbinguni. Kumbuka wewe ni Mungu mwenye rehema. Hakuna Mungu anayeachilia kosa la watu wake kama wewe. Hakuna Mungu anayesamehe uovu kama wewe. Samehe Baba, samehe Mfalme wa mbinguni. Ni kweli tumeiacha njia yako, ni kweli baba zetu walifuata miungu, ni kweli na sisi tukaonekana tumefuata, lakini leo Mungu tunakurudia katika roho ya toba na imani, katika roho ya toba na unyenyekevu. Achia rehema zako Baba, Mwana Kondoo wa Mungu, uchukue dhambi ya ulimwengu, utuhurumie Bwana. Tumevunja amri zako, tumevunja maagizo yako, tumetupa maneno yako nyuma yetu, tumekuacha Mungu wa mbinguni. Baba turehemu, tunaomba kwako Bwana, tunakulilia leo. Ndoa hazina amani Yesu, leo ndoa hazina upendo Yesu. Hakuna mtu anayempenda jirani yake kama nafsi yake tena. Ni heri kukutana na simba kuliko kukutana na mwanadamu aliye hai. Ni kwa sababu tumeacha upendo, tumeacha maneno yako, tumeacha maagizo yako. Baba tuhurumie, Mungu wa rehema ni wewe, Mungu wa huruma ni wewe. Kwako kuna rehema Baba. Ribobobobobo rikakorabasaika. Yesu, turehemu Yesu.
Yesu, mwanadamu turehemu, achia rehema zako Bwana, katika jina la Yesu. Mungu wa rehema, turehemu mtakatifu. Achilia rehema, achilia rehema, achilia rehema, achilia rehema Baba, achilia rehema. Mrehemu huyu mama, mrehemu huyu baba, mrehemu huyu kijana, mrehemu huyu mtoto, wala hana hatia, lakini anapigwa kwa haki, kwa ile damu ya waliotutangulia. Wanapigwa watoto wetu, wamekuwa walevi, wamekuwa makahaba, wamekuwa watu wa ajabu, kwa sababu ya ile damu iliyotutangulia. Twende kwa nani? Tukimbilia wapi Yesu? Ndio maana tuko hapa kwenye madhabahu yako. Hapa mahali ndipo tunakuachilia machozi yetu. Tuko hapa Baba, tuko hapa Mungu wetu, tunakiri wazi kabisa ya kwamba Bwana, heshima ya uumbaji tumeipoteza Mfalme, tumeiacha Mungu wetu wa mbinguni. Maana Bwana, kizazi hiki Yesu ulisema ni kizazi kibaya, kizazi cha zinaa. Ndivyo tulivyo Yesu Kristo, nasi tutaponaje Bwana Yesu? Pasipo rehema zako Baba, tutaponaje Yesu? Watoto wetu wamekuwa wasagaji, watoto wetu wamekuwa wasagaji. Oh Mungu turehemu. Wanaume wameacha Mungu yale mambo ya asili, wameenda kinyume na maumbile. Wanawake na wao wamesema ni heri wawe single mother kuliko kukaa kwenye ndoa. Mungu, tumeiwacha hasira yako kwa matendo yetu, kwa matendo yetu. Hasira yako Mungu imewaka. Nani atakayeweza kuizuia ghadhabu yako? Sio hivyo tu Mungu wetu, tunakiri kwamba tumemwaga damu zisizokuwa na hatia. Bwana, tumetoa mimba katikati ya ndoa, tumetoa mimba. Watoto wetu wamefanya uzinzi, wametoa mimba. Chanzo cha uzinzi ni laana inayotokana na hao waliotangulia kwenye maisha haya, na wao wanaona ni sasa watu. Yesu, tunakulilia. Ulikufa pale msalabani, ulichukua adhabu tuliyostahili. Yesu Kristo, ulistahili wewe Bwana. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yako Yesu, kwa kupigwa kwako ili sisi tupate kupona. Tunayakiri haya mbele za madhabahu yako, mbele za uso wako Yesu. Geuka, achilia rehema watoto wako. Tunashuka Yesu kwenye mavumbi na majivu, tunararua mioyo yetu Bwana. Hakuna msaada kutoka mahali pengine, ni kwako peke yako Bwana. Damu ya mwanakondoo, damu ya mwanakondoo, damu inenayo mema, ndio tunayekusihi Baba, ndio tunayekusihi Yesu. Hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu ya Yesu. Endelea kuomba, usinyamaze. Nataka kuona kama watu wanaomba. Hiyo toba Mungu anasikia. Amini hiyo toba Mungu anasikia. Amini lango la toba limefunguliwa sasa. Amini vitu vilivyokuwa vimezuiliwa vinaachiwa sasa. Amini unaposogea mbele za Mungu, Mungu anafanya. Amini kuna nguvu ya msamaha inapita katikati yako. Jenga ndani yako. Jenga ndani yako. Jenga ndani yako, Mungu anakusikia. Jenga ndani yako. Uko kuokoa kizazi chako, uko kuokoa watoto wako, uko kuokoa mahali ambapo umezaliwa. Kuna nguvu inapita inakusamea. Mungu wangu, Baba yangu, wewe ni wa msamaha, 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 wewe ni wa msamaha. Watoto wako wasegelea, tumesogea kwako Bwana, tukileta vitu vilivyotoka, tukileta mikoa tulivyotoka, tukileta mizazi tulivyozaliwa nazo. Yesu rehemu, Yesu rehemu, Yesu rehemu. Rehemu mwanangu, baba yangu, rehemu mwanangu, babu aliyekuzaa baba yangu, rehemu, 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 rehemu mwanangu ya mama yangu, rehemu, rehemu, rehemu mwanangu wa bibi yangu. Yesu, 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 mwana wa Daudi. Pokea rehema, pokea rehema,
pokea rehema, pokea rehema. Hakuna mwenye haki awezaye kusimama, hakuna mwenye haki awezaye kusimama. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana unirehemu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana uniachia, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana unirehemu. Tazama, tuna roho tuliyoipokea, roho ya simba, roho ya simba. Tumekuwa kama simba, tumekuwa wakali, tumekuwa wakali, tumekuwa kama simba. Yesu, ondoa na simba. Yesu, ondoa na simba. Yesu, ondoa na simba. Yesu, ondoa na simba. Hatusikilizi, hatuelewi. Yesu, tumekuja kwako leo, tumekuja kwako leo, tumekuja kwako leo. Na roho ya toba, na roho ya toba, na roho ya toba, na roho ya toba, na roho ya toba. Pokea toba yangu, pokea toba yangu, pokea toba yangu, pokea toba yangu. Na ukata ule mzizi uliokuwa unachipuka, na ukata ule mzizi uliokuwa unachipuka, na ukata ule mzizi uliokuwa unachipuka ambao ulimea na mimi nikazaliwa, na ukata ule mzizi. Yesu, naamsha, naamsha kipya, naamsha kipya, naamsha kipya, naamsha kila kipya, naamsha kila kipya, 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 kipya. Siputa jambo jipya Yesu, siputa jambo jipya Yesu, siputa ndani ya ukoo, ndani ya familia, ndani ya kizazi cha tatu na cha nne, kilichoishi kwenye laana. Laana ile imemalizika leo, laana ile imemalizika leo, laana ile imemalizika leo, laana ile imemalizika leo, kwa jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, ni upendo wako tu Bwana, ni upendo wako tu Yesu Kristo. Ndipo tunapoachilia ile damu yako takatifu Yesu, ikaondoe madhara ya ule uovu, ikaondoe madhara ya ile dhambi, ikaondoe madhara ya lile kosa. Tunaiachilia hiyo damu ya Yesu, tunaiachilia mara 7, ikaondoe madhara yake kwenye malango ya baba, kwenye malango ya mama, kwenye malango ya bibi, kwenye malango ya nyumba yangu, kwenye malango ya watoto wetu, kwenye malango ya midomo yetu. Damu ya Yesu Kristo ikaondoe madhara yake. Bwana, ulimfinyanzi, finyanga tena watoto wako, tuweze kusimama tena, tutembee katika mapenzi yako, tutembee katika shauri lako, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninageuka leo, ninageuka leo, ninajitenga na kila madhabahu ambayo waliendea na mimi nikaunganishwa nayo. Ninajitenga nayo leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninajitenga na hiyo madhabahu. Haya, jitenge, 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 jitenge. Neno la Bwana linasema, tokeni kati yao mkatenge nao. Jitenge na hiyo madhabahu, tenga na hiyo madhabahu, jitenge nayo kwa damu ya Yesu. Walikuunganisha kwa maneno, jitenge kwa neno la Bwana, maana imeandikwa, tokeni kati yao mkatenge nao. Walikuunganisha kwa sadaka, jitenge na sadaka ya damu ya Yesu. Itumie sadaka ya damu ya Yesu, ukisimama nayo na kujiondoa kwa jina la Yesu. Waambie wazi, mimi si wa kwenu, mimi ni wa Yesu, nami nimeamua kumfuata Yesu. Yesu awe msaada wako, Yesu akuongoze, Yesu akufunulie, akurejeshe. Sema, naamuru leo, naamuru leo kwa jina la Yesu, ile madhabahu iniachie mimi na wazazi wangu, mimi na watoto wangu, mimi na kazi yangu, iniachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaipomoa hiyo madhabahu, ninaipiga hiyo madhabahu kwa jina la Yesu, ninaipiga kwa jina la Yesu. Ninaachilia radi kuipiga hiyo madhabahu, naibomoa leo, naibomoa leo kwa jina la Yesu. Aya, bomoa, 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 bomoa. Sioni mtu anayebomoa, labda nataka kuikumbatia, lakini sisi tumejitenga na tunaibomoa kwa neno la Bwana. Kumbukumbu la Torati 12 amesema, sibomoeni madhabahu zao na nguzo
zao na ajira zao. Tunapomoa kwa mamlaka tuliopewa na Bwana wetu Yesu Kristo, na mahali paka pataonekana kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mwokozi takatifu, natafuta raha Bwana, itaona kwako tu, nibariki